Naam, ndugu zangu madereva, nataka leo au tunahitaji leo kuzungumzia suala la leseni la madereva. Nadhani wengi mmesikia kuhusu serikali kupitia jeshi la polisi likizungumzia mwezi wa 4 kila dereva awe na cheti na awe amejisajili kwenye mfumo wa kipolisi wa usajili. Wanaita usajili, si cheti cha nani barua ya uhakiki na mambo kadhaa ambayo tulishaainisha mwanzo kwamba mengi sio ya kisheria. Sheria ni leseni, lakini leo nina viongozi ambao tunaweza tukazungumzia haya kupitia nafasi hii tuliyopata kwa ajili ya kutoa mapendekezo au ushauri kwa jeshi la polisi. Shukrani. Naitwa Rajabu Moshi Shabani, lakini kuna kazia ambayo inaendelea. Madereva wengi tukisikia wakilia kuhusu swala la leseni. Sasa nimkaribishe kiongozi wangu ajitambulishe na pia alizungumzie hilo jambo la leseni. Liko vipi na limekaaje, kwa sababu tumepata malalamiko mengi. Kiongozi wangu, karibu, limekaaje hili jambo la leseni? Nadhani hili swala tulishawahi kulizungumzia kipindi cha nyuma kuhusu leseni yako. Tulikuwa na leseni za vitabu, tukatembea mpaka sasa hivi tuna digital. Lakini nikisema digital, sasa digital imekuwa tena disaster. Kuipata ile leseni baada ya kumaliza muda imekuwa ni kipengele. Kuna kusoma tena, kuna kuhakikiwa mara nyingine, lakini pia hayo mambo yote mimi naweza nikasema ni matamko tu, kwa sababu nina viongozi wenzangu wanaweza kaelezea kuhusu leseni. Kuna chombo cha serikali ambacho ni nyaraka halali, lakini unapoenda kukisajili ukiwa na vyeti ambavyo umesoma kwenye vyuo halali, kinakuwa tena kile chombo si halali. Na ni katika department hizi za serikali. Nikisema usafirishaji ni wenzetu. Jeshi la polisi, wizara ya mambo ya ndani ni wenzetu. Lakini nisiongee sana kwa sababu viongozi tunao wanaoshughulika na haya. Nikiwa kama mwenyekiti wa TAMATA na viongozi wenzangu ambao walishaanza kabla hatujapata usajili. Kwa hiyo nadhani wao wana nguvu kubwa ya kulizungumzia hili kutokana na ukubwa wake, kwa sababu hii ni disaster. Nchi nzima inaweza kukosa usafirishaji au huduma muhimu kwa sababu ya hili tu, ambalo ni tamko au ni matamko ya watu fulani ambao watakuja kuleta shida katika uchumi wa nchi yetu. Naam. Kiongozi wangu, unasema jambo hili ni jambo mtambuka. Unataka kuniambia huu msako ukianza wa kufuatilia haya mambo ya leseni na vyeti kiujumla, linaweza likasababisha uchumi wetu wa Tanzania kukoma ama kushuka ama kudidimia ama kupanda? Kwa asilimia 80 linaweza likasababisha, kwa sababu asilimia 90 au niseme 80 ya Watanzania wengi madereva hawana vyeti. Tuishie hapo hapo. Tuishie hapo hapo. Nimkaribishe kiongozi wangu aweze kutuambia na kudadavua ni kwa sababu gani madereva hawa wa Tanzania hawana vyeti, ni ukaidi wao, ni kipi ambacho kinasababisha kutokuwa na vyeti, na nyinyi kama vyama vya madereva mmefikia wapi ama mmelifanya vipi kusababisha hawa madereva wa Tanzania wapate vyeti, ama kuna ugumu gani hapo katikati kutokupata hivi vyeti? Karibu. Asante kiongozi wangu. Mimi naitwa Nelson Pinzile, naibu katibu mkuu wa taasisi ya TIMD au Tanzania Long Distance, kisema hivyo itafahamika zaidi. Kwa hiyo sasa niende kwenye hoja kwamba miaka mingi iliyopita, na naamini wazee waliotutangulia watafahamu hili nalosema, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa na shughuli zake kupitia kwa mfano Kagera Letco, tulikuwa na Moletco, tulikuwa na Rukwa Letco. Wale walikuwa ni watumishi wa umma na KCU, vitu kama hivyo. Misingi ile ilikuwa imesimama vizuri sana, na kulikuwa kuna uajiri umetokea wa wasaidizi. Wote walikuwa wanakwenda katika misingi iliyo bora zaidi. Sasa ilipoingia sasa wawekezaji
misingi ikaharibika. Mimi niwaulizeni swali, kama misingi ikiharibika au kama misingi ikiharibiwa, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Hana cha kufanya. Na ndio maana hata hii misheni inayotokea ni kwamba mwenye haki hana cha kufanya. Ambaye mwenye haki ni nani? Ndio huyo dereva. Ndio mwenye haki hana cha kufanya. Mmoja, driving license au vyeti. Asilimia 100 kati yao 40% hawajui kusoma wala kuandika, lakini wanafanya kazi zao kwa weledi. Leo utakwenda kwa dormant kwa sababu hawana vyeti. Ukumbuke hajui kusoma wala kuandika, lakini ni mwanataaluma. Hilo la kwanza. Lakini la pili, misingi imeharibika miaka mingi sana, takriban zaidi ya miaka 30 nyuma. Leo unakuja kuondoa hili jambo au kulirekebisha ndani ya mwezi mmoja au ndani ya mwaka mmoja. Ni kitendo ambacho hakiwezekani. Mimi labda ni shauri labda serikali hapo kidogo waliwapa muda. Kulikuwa na leseni ya vitabu, sijui kama unalikumbuka. Nakumbuka mwaka 2009. Wao serikali wanasema walitoa muda mrefu hadi sasa. Hii ni 2025. Kwa hiyo unaona bado mna haja ya kuongezewa muda ili kuondoa hawa madereva wenye hawajapita shule na hawajaenda shule. Sio kuongeza muda. Issue sio kuongeza muda. Issue ni misingi kuboreshwa na kutengeneza misingi iliyopotea ikarudi kwenye uimara wake. Tunaitaka hii misingi, wewe kama mdau na wewe ni kama kiongozi wa chama, tunaomba uishauri serikali na kuiambia hii misingi ambayo unaona wewe inaweza kuwa ni rafiki, ni misingi ipi sasa? Kwanza ni washauri kwamba kama nilivyowahi kusema hapa nyuma kwamba misingi iliharibika miaka mingi iliyopita, kamwe hauwezi ukairekebisha ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo ni kipindi cha matengenezo, sio chini ya miaka 5 kwenda mbele. Yaani waone namna jinsi tunavyokwenda, lakini katika kutengeneza ni kuanzia hapa tulipo miaka mingine inayoja mbele. Na nini tunachosema? Tunasema kwamba hata kwa huyu ambaye hajui kusoma wala kuandika, na ndio maana hizi taasisi zimeanza. Kuna hizi television zetu na kuna hizi media ambazo tumezitengeneza kwa sasa hivi, kwamba hata kusikia, akifundishwa kwa kusikia ataelewa, hata kwa kuona ataelewa, na ataweza kufanya mitihani yake hata kwa kuzungumza. Tutaweza kumfanya huyu mtu akurufai apate certificate kupitia vyuo vyetu hivi. Na tunashauri kwamba vijiunge na hizi taasisi zetu, vitupe mwongozo kwamba tufanye nini, tuache nini online. Hawa ambao hawajui kusoma wala kuandika waweze kusikia na kuona na kujifunza. Lakini kumbukwe ni wa muda mrefu na wanafanya vizuri barabarani. Hilo la kwanza. Lakini hii issue ya mwezi wa 4 kupitia jeshi la polisi, mimi ni washauri ni kwamba wasitengeneze mazingira ya kutengeneza kugawa makundi, kwa sababu lipo kundi la madereva, lipo kundi la serikali na lipo kundi la watumishi waajiri. Wasipofanya vizuri tunakwenda kuingia kwenye mgogoro mkubwa sana. Wajitahidi waweke mazingira halisi, tusiingie kwenye mgogoro au tusiingie kwenye migomo isiyokuwa na msingi, au tusiingize shughuli zetu kusimama za kibandari. Watafute namna nyingine mpya. Hizi kauli za kwamba sasa tunaingia kwenye mchaka, msako, sakua, sijui kamata, hizi lugha si rafiki kabisa. Hizi lugha za kizamani, ni lugha ambazo haziwajengi. Na ni lugha katibu, niseme tu hizi lugha hizi za viongozi waandamizi wanaochaguliwa kwa mujibu wa sheria za nchi, kila mmoja akija na tamko lake ndio inatufikisha hapa. Kwa sababu kila anayekuja anakuja na mfumo wake, nyakua, huyu anakuja si nyangura. Haya mambo haya, tusipokuwa na mpango kazi wa miaka 10, 5, 20 kwa ajili ya mfumo mzuri wa serikali, kwa ajili ya kupanga safu za haya mambo, ndio haya unayozungumza. Umeanza zamani kuzungumzia mashirika ya umma ambayo yalikuwa yanafanya vizuri, lakini leo baada ya ubinafsishaji ndio haya unayaona. Kila mtu anazungumza kwa sababu ameshapewa cheo fulani kwamba yeye ni RPC, yeye ni kiongozi wa usalama barabarani, basi anakuja na tamko lake, lakini haangalii huko tulikotoka. Shukrani viongozi wangu. Na nimalizie kidogo. Hili swala hapa mwezi wa 4, tuwashauri wafanye jambo lifuatalo, kwamba watakapoingia wafanye kurekodi, wasifanye sakwa wanasema, warekodi
dereva unatoka wapi, unafanya kazi kampuni gani, ili kusudi takwimu ionekane. Ikishaonekana watajiridhisha kwamba kampuni hii ina watumishi hawa barabarani ambao hawana sifa kadhaa. Sasa waweze kushauriwa kwamba wapeleke sasa watu wao wa instrumento ili waweze kufanya nini? Kusoma. Wajitahidi sana. Wakilitengeneza katika huu mfumo, litaondoa hii sintofahamu ambayo sasa hivi inatengenezwa. Na sasa hivi inasubiriwa mwezi wa 4 kwamba sasa waingie barabarani na hii itakosa kuwa. Kutatokea shida moja mbaya sana. Tuwaombe wasikaribisha hii shida.